Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemshauri Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujiepusha na siasa za kitaifa na badala yake kujikita katika kutoa ushauri kwa viongozi walioko mamlakani ili kusaidia kutoa mwelekeo wa uongozi wa taifa. Murkomen amesema kuwa ni vyema kwa rais huyo mstaafu kutumia hadhi yake kama kiongozi wa zamani kwa njia bora, akisisitiza umuhimu wa kufuata mfano wa mtangulizi wake hayati Mwai Kibaki ambaye alijiepusha na siasa za moja kwa moja baada ya kustaafu na kuchangia taifa kupitia ushauri wa busara. Tangu aende retire hapo alikuwa anaenda kuwa consultant usiku. President Uhuru anaenda kumwona, Deputy Ruto anaenda kuona, mawaziri wanaenda kumtembelea, wanasikia mawaidha yake, wanajiendea, na tulikuwa tunamheshimu sana mpaka siku yenye alipumzika. Sasa huyo ndio alikuwa mzee wetu wa area. Sasa juzi mzee wetu Uhuru ameretire. Ukweli ama sio kweli? Sasa yeye badala ya kuchukua ile ushukani ya mzee ya boma, ndio shida ikikuwa katika inji, yeye ndio angeita sisi, sema Waziri Murkomen, kuna kitu kona pale, unajua nimewahi kuwa rais, kuna maneno yuko kona hapo, kaa namna hii. Rais Ruto, unajua wewe ulikuwa deputy yangu, lakini sasa umekuwa rais, rekebisha pale na pale. Anaita watu wa opposition, anawaambia twendeni pole pole, inji ni ya maana zaidi, msitumie matusi sana, msifanye kupiganisha inji. Hiyo Uhuru angefaa kuwa mzee wetu wa kijiji inaitwa Kenya, mwenye tuna consult, tunaongea na yeye. Sijui sasa tutatuma nani, kwa sababu yeye ndio tungemtuma, yeye ndio mzee tungemtuma kwamba ongelesha watu wa fulani, watu fulani. Mimi naomba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye nilimfanyia kazi nikiwa majority leader wake, akuwe mzee wa kutegemewa kwa jamii na kwa taifa, kwa sisi wote kama mzee wetu ambao anakuwa consultant. Akijiingiza kwa hii fitina kidogo ya siasa ya nini, Kenya tutakoza wazee wa heshima ambao wanatushika mkono kwa ile kazi tunaweza kufanya pamoja. Ama namna gani jameni? Ingekuwa mimi sasa nikiwa waziri wa interior, jioni hivi nampigia simu ananiambia si mbaya, lakini kuna mahali hapo tufanye hivi, kwa sababu hako now the country has invested in him. He is a president. He was a president for 10 years. He should actually be available for counsel and available to counsel both opposition and government and become an elder that can take all of us together tusonge mbele. Hiyo ndio itatusaidia sana. Mimi sitaki kukosana na heshima na yeye, na sisi hatutaki kujibizana na mtu amekuwa rais wetu before, lakini asijizushe kwa hii watu ya Kasongo nini, Kasongo what nini. Awajie hao wafanye hiyo, yeye mwenyewe akue above hapa, ndio sisi wote to consult. Na that is also what we will be expecting of President William Ruto. Akiretire akue mzee wa kijiji ya Kenya, aunganishe Kenya mzima, anaita sisi, atakuwa anaita sisi, anasema wewe heri kuja hapa, kaa namna hii, unakumbuka vile tulikuwa pamoja. That way nchi yetu itaenda kusonga. Na nchi yenye iko na former president, former vice president, former nini, is a very good country because it means a democratic country and it has invested in its own assets in terms of human resource. Akizungumza katika ibada ya Jumapili katika kanisa la PCEA Ngaini, eneo bunge la Mathira, kaunti ya Nyeri, Murkomen pia alizungumzia swala la vita dhidi ya pombe haramu, akitoa maagizo makali kwa vyombo vya usalama kuimarisha juhudi za kukabiliana na biashara hiyo. Waziri huyo ametoa muda wa wiki 2 kwa maafisa wa usalama kuhakikisha kuwa mshukiwa mkuu katika biashara ya pombe haramu katika eneo la Nyeri, Ndegwa Muthondio, anatiwa mbaroni na kufikishwa mahakamani. Muthondio anatoweka kwa sasa, wiki moja baada ya maafisa wa polisi kufanya msako nyumbani kwake na kunasa pombe haramu yenye thamani ya mamilioni ya pesa. Lakini nataka niulize commander, why are you unable to manage your police officers? Watu wanaenda barabara pale, unaona kila mtu anaona tu mkichukua kakitu kwa barabara mpaka imekuwa karibu normal. Number 2, pombe ikishikwa lita 1000, ile inaenda kupatikana imekuwa lita 100. Ile exhibit ingine imeenda, na unaona watu wamecomplain. Nimeambiwa pia kwamba ati kuna jamaa mwingine hapa ati anaitwa Ndegwa Muthondio. Ni wa Nyeri town hapo. Ati kwa nyumba yake anatengeneza pombe haramu na kuuzia watoto wa hapa.
Na anaendelea kufanya hivyo na amefanya for 3 years. Hasa anasikia amepata pesa ya kutosha, sasa anataka kusimama sijui MCA ama mbunge. Na ile party leader yake ndio ananipigia kelele kila wakati akisema watu wamekufa pombe, na yeye ile campaign anazunguka nayo anatumia pesa ya Muthondio ambaye ni pombe haramu anatengenezea nyumba yake. Sasa wacha niulize, hiyo is that as difficult because you are acting? I want an answer kwa wiki moja kutoka County Police Commander na Regional Police Commander, nione ya kwamba in 1 week huyo Muthondio akuwe amefikishwa kotini. All the pombe haramu yenye iko hapa ikuwe imemalizwa. We cannot continue living in a society where pombe haramu inauzwa, watoto wetu wanalala kwa mtaro, alafu watu wachache wanatajirika, wanapeleka watoto wao kwa shule ya kifahari, alafu watoto ya wengine wanalala kwa mtaro. That must come to an end and that must be done with finality. Na pia nataka niseme, haiwezekani ati kwa sababu sijui wewe ni mwanasiasa kama huyo Ndegwa Muthondio na wengine kama yeye, ati kwa sababu you are bribing police officers and bribing people to sell alcohol kwa hapa, we will come for you and we will come for you hard. And I want to ask the Inspector General of Police, and I have talked to him, he has to send special security team wakae hapa wiki 2-3 wakisaka hao wakora mpaka hii sehemu ikuwe safi. Kauli ya Murkomen inajiri siku moja tu baada ya mbunge wa Nyeri mjini Duncan Mathenge kutoa wito kwa ushirikiano wa karibu kati ya vyombo mbalimbali ili kukomesha kabisa biashara ya pombe haramu katika eneo hilo. Unfortunately today, the person who is associated with the illegal manufacturing concern here in Nyeri is a DCP candidate for the MCA seat in Mahiga, Othaya. He has been attending all DCP meetings in this town, including visiting the home of the leader of DCP. And photographic evidence is there. So today I'm appealing to the DCP family in Nyeri and its leadership nationally to ensure that Muthondio Ndegwa presents himself to the police, to the DCI, to answer for the crimes that he has committed. Because you cannot be accusing others while you are working with the merchants of death. And we are asking legitimate questions. Maybe this is the money that has been used to run and finance your operations. Yet you are pointing fingers at other people. And therefore, I must call all of us to order. Right from the political class who are busy making pronouncements left, right, and center. Unfortunately, they are associating with the criminal gangs and the criminal enterprises that are manufacturing alcohol in our country, and in particular in Nyeri Town constituency.